Mkuu wa wilaya ya Songea Williman Kapenja Mandile leo tarehe 26 Aprili 2026 ameungana na Watanzania katika kuadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibari kwa kukagua na kuzindua miradi mitatu yenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 397.559. Katika mradi wa kwanza, mkuu wa wilaya amezindua bweni la wasichana katika shule ya sekondari Magingo iliyopo kata ya Mkongotema, halmashauri ya Madaba, uliogharimu kiasi cha shilingi milioni 128. Akizungumza na wanafunzi pamoja na wazazi waliojitokeza, amewapongeza wazazi na walimu kwa ushirikiano wao katika malezi na elimu kwa wanafunzi. Amesema kuwa katika kipindi cha miaka 62 ya muungano, Tanzania imepiga hatua kubwa ya maendeleo katika sekta mbalimbali. Amewahimiza wananchi wa wilaya ya Songea kuendelea kutunza tunu ya muungano kwa vitendo kwa kuhakikisha amani na utulivu uliopo nchini unaendelezwa. Leo tumepiga hatua kutoka madarasa peke yake ya shule ya sekondari ya Magingo sasa kuifanya kuwa ya bweni. Hayo ni maendeleo makubwa. Na sisi tunazungumzia miaka 62 ya muungano leo. Miaka 62 iliyopita nchi hii ilikuwa nyuma sana kimaendeleo. Leo nchi imepiga hatua kubwa. Miaka 62 iliyopita ilikuwa tabu sana. Shule hazikuwepo, maji hayakuwepo, hospitali ilikuwa tabu moja tu, sijui ya mission wapi huko, na yenyewe dawa hazitoshi. Kwa hiyo kwenye umeme tumepiga hatua. Kila kijiji wilaya ya Madaba sasa hivi, halmashauri ya wilaya ya Madaba haina kijiji ambacho hakina umeme. Hatua inayofuata sasa ni kila kitongoji kiwe na umeme. Kwa hiyo miaka 62 viongozi wetu wamefanya makubwa. Lakini wamefanya makubwa kwa sababu ninyi wenyewe mnawapa support. Kwanza ya kuwa wamoja, kuungana. Hapana kuleta ukorofi na mizengwe. Hapana kuwa na maandamano yasiyokuwa na maana. Hapana kuhujumu wenzenu. Hakuna kuhujumu miundombinu. Na watoto wanasoma kwa bidii. Katika kufanya hivyo ndio nchi imeendelea hivi tulivyo sasa. Na tutaendelea zaidi na zaidi. Hayo ndio maendeleo. Na sasa tutapiga hatua kubwa zaidi, tuhakikishe kwamba mabweni haya yanatosheleza wanafunzi wote. Hilo inawezekana, ni hatua kwa hatua. Magingo oye! Niwaombe jambo moja tu. Miaka 62 tunayosherehekea ina maana zaidi kama tutadumisha umoja na mshikamano. Na umoja na mshikamano unadumishwa kwanza kwa kuondokana na umaskini. Na umaskini unaondoka wa wanafunzi kusoma kwa bidii sana. Wote mpate division 1. Kiumba kidogo basi pata division 2. Na wazazi, na ninyi mna wajibu. Miaka 62 mnaweza mkabadilika hapa mlipo kwa kufuta umaskini. Fanya kazi kwa bidii. Chapa kazi, kwa maana ya kwamba kama ni kilimo, lima kilimo kwa kufuata kanuni bora za kilimo, uzalishe zaidi na zaidi, upate kipato cha ziada. Katika mradi wa pili, amekagua na kuzindua jengo la kuzuia ukatili wa kijinsia katika kituo cha afya cha Mji Mwema kilichopo halmashauri ya manispaa ya Songea, uliogharimu kiasi cha shilingi milioni 166.759. Amesema kuwa katika kipindi cha miaka 62 ya muungano, Tanzania imepiga hatua kubwa katika utoaji wa haki na kulinda usawa kwa wananchi wote. Amewahimiza wananchi kutumia kituo hicho ipasavyo katika kutafuta haki na kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kituo hiki ni muhimu sana. Wito wangu kwenu, tukitumie. Ukija hapo umemaliza yote. Jarada litafunguliwa hapa. Kipimo cha daktari kitafanyika hapa. Mambo yote tutaona. Heshima ya binadamu itastirika kupitia kituo hiki. Tukitumia hiki kituo. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan ofisi ya Waziri Mkuu kutoa zaidi ya milioni 60 kutujengea kituo hiki ambacho katika kukumbuka miaka 62 tunakizindua rasmi. Na katika kufanya hivyo tunaonyesha jinsi gani nchi yetu imepiga hatua, si tu kwenye mabarabara, sio tu kwenye kilimo, si tu kwenye mahospitali, lakini hata kwenye haki za mtu mmoja mmoja, waliokuwa wanyonge, wanawake,
watoto ambao hawana pa kusemewa, lakini hata wanaume wanyonge wanaweza kaja hapa wakateta mambo yao na wakapata suluhisho. Katika mradi wa tatu akiwa katika shule ya msingi Makinga iliyopo halmashauri ya wilaya ya Songea, amezindua vyumba 4 vya madarasa pamoja na matundu ya vyoo, mradi uliogharimu kiasi cha shilingi milioni 102.8. Aidha, katika mradi huo amewataka wanafunzi kutunza miundombinu iliyojengwa na serikali, huku akiwahimiza wazazi kuendelea kushirikiana na serikali. Sasa watoto mtunze madarasa na madawati mtunze. Nitasikitika sana madawati mapya namna hii mazuri mmeanza kuyatumia leo, baada ya siku chache tu yameshavunjika. Serikali tumejenga madarasa mapya namna hii mazuri kweli, lakini kwenye madawati tumefeli. Sasa hii nayo tumwachie Mheshimiwa Rais kweli? Tumie misitu yetu tuliyokuwa nayo, na miti mingi imekuwa, mingine hata miembe tukate tu, kama miembe inaweza ikatengeneza madawati yakadumu kwa miaka 3 ni bora zaidi. La kwanza. Lakini la pili, watoto ninyi, huu ni mtihani. Kuna swali litakuja darasa la 4 na lingine darasa la 7. Muungano ni kati ya Tanganyika na Zanzibar. Ulifanyika tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964. Na walioanzisha ni Baba Nyerere na Karume. Sawa sawa. Julius Nyerere na Abedi Amani Karume. Kwenye mtihani mkumbuke, itatoka hiyo kwenye mtihani wa darasa 4 na mtihani wa darasa 7, mzingatie sana. Lakini lengo lake ni kutufanya tuwe taifa lenye nguvu. Sasa tumeshakuwa taifa lenye nguvu. Ndio maana leo tunakumbuka miaka 64. Tumefanya mambo mengi. Kwenye umeme tumefanya mambo mengi. Kwenye barabara tumefanya mambo mengi. Ndani ya miaka 64. Kwa maendeleo haya tusiyabeze, tuyasukume kwa nguvu zaidi. Niombe halmashauri iendelee na jitihada inazozifanya kwa kusanya mapato yetu ya ndani na tuelekeze. Katika hotuba zake zote kwenye miradi yote mitatu, mkuu wa wilaya amewataka wananchi wa wilaya ya Songea kuendelea kuiunga mkono serikali kwa kudumisha tunu ya amani iliyoasisiwa na waasisi wa Muungano. Amesema kuwa amani na utulivu ni misingi ya maendeleo na kuwa taifa lenye nguvu ni lile lenye mshikamano.